halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa mapato ya ndani. Ni mapato ya ndani ambapo tuna fedha ambazo tulitenga kwa mwaka wa fedha 24-25 kupitia bajeti ya 24-25 milioni 394,640 kwa ajili ya kununua excavator. Na excavator linunuliwa liko hapa na lishaanza kufanya kazi. Lakini pia tuna bakaa. Kutokana na makusanyo ambayo tuliyafanya vizuri mwaka jana, tulipata bakaa bilioni 1,104,740. Na waheshimiwa madiwani kupitia vikao vyao wakashauri tununue mitambo kwa ajili ya kutengeneza barabara ili mwisho wa siku halmashauri ya wilaya ya Kyela iwe na mitambo yote kwa ajili ya utengenezaji wa barabara. Kwa hiyo tuliweza kununua mtambo wa kushindilia barabara au inaitwa soil compactor roller. Tulinunua kwa shilingi milioni 292,640. Lakini tuliweza kununua mtambo wa kusengua barabara grader. Umenunuliwa kwa milioni 525,100,000. Lakini tumeweza kununua gari la kubebea mitambo kwa sababu mitambo ikiwepo hakuna gari la kubebea ni changamoto pia. Tukaona ni busara tununue lobed ambalo limegharimu shilingi milioni 287 na kufanya jumla kuu kwa maana ya bajeti ya 24-25 na bakaa ya 24-25 kuwa na gharama ya mitambo hii thamani yake bilioni 1,499,380. Kwa hiyo ni mitambo ambayo imenunuliwa kwa fedha za mapato ya ndani. Kuna wengine wanakuta wakiwa na fedha za ziada wanaweza kutengeneza labda stendi, wakatengeneza na vitu vingine. Lakini sisi kipaumbele kwa halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa mwaka huo wa fedha 24-25 tuliamua kununua full package ya mitambo kwa ajili ya utengenezaji wa barabara. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Awali yote nipende sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kukutana siku ya leo wote tukiwa wazima na wenye afya, lakini kutukutanisha kwenye jambo hili ambalo ni jambo la heri katika wilaya yetu, jambo ambalo sisi sote tunalifurahia. Lakini pili, nipende kutoa shukrani na pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais ambaye ametutengenezea mifumo mizuri sana ya ukusanyaji mapato ambayo mwisho wa siku leo hii tunafurahia kupitia makusanyo yetu ya mapato tumeweza kukusanya zaidi mpaka tukaweza kununua mitambo hii ya kutengenezea barabara. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali nzima kwa kutuwekea mifumo, kwa kutupa miongozo mizuri ambayo imeweza kufanikisha sisi wilaya yetu kukusanya mapato zaidi, ambayo mwisho wa siku tumeweza kutenga fedha ya kununua mitambo hii. Lakini pia nipende kutoa pongezi nyingi kwako wewe Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri pamoja na baraza zima la madiwani kwa kuwezesha kupitisha hoja hii ya tuweze kununua mitambo ya kujitegemea, kwa sababu hapo awali tukiangalia lile excavator ilitengwa kwenye bajeti ambayo ilikuwa ni maelekezo ya mkoa kwamba kila wilaya iweze kuwa na mtambo mmoja ili itumike kama mkoa, mitambo iwe ya mkoa. Lakini baadaye sisi tukaona twende mbali zaidi, tukaweza kutenga fedha katika bakaa zetu na kuweza kununua mitambo mingine. Na kwa sasa nadhani sisi wilaya ya Kyela tuna seti iliyokamilika ya kutengeneza barabara. Kwa hiyo niwapongeze sana na nikupongeze pia mkurugenzi kwa kufanikisha hili. Kwa sababu kama sio wewe pia na timu yako kufanya usimamizi mzuri wa ukusanyaji mapato, ili leo hii tusingekutana hapa na kufurahia ile ambalo limeweza kufanyika. Kwa mkurugenzi na timu yako tunakupongeza sana kwa usimamizi mzuri wa ukusanyaji mapato. Lakini pili nipende kwanza kabisa kufurahia hili jambo, kwa sababu ukiangalia sisi barabara zetu za Kyela na fedha ambazo tunazipata za kutengeneza, tunatamani tuwe na barabara zetu ziweze kuwa vizuri. Barabara zetu zitakapokuwa vizuri zitakwenda kuwasaidia wananchi wetu wanaposafirisha mazao, itawasaidia kufanya shughuli zao za kiuchumi vizuri, lakini itawasaidia pia kupata huduma mbalimbali vizuri. Kwa hiyo tunaamini kwa kuwepo mitambo hii itakwenda sasa kuhakikisha kwamba barabara za wilaya ya Kyela zinakuwa ziko katika hali nzuri. Tukichanganya na zile bajeti ambazo tunapewa ya TARURA
na TANROADS, basi tunaamini kwamba mambo yetu yatakuwa mazuri na tutahakikisha kwamba barabara zetu ambazo zinahudumia wilaya ya Kyela basi tunazitengeneza kuwepo katika muundo mzuri. Lakini sambamba na hilo, ninaamini mnao utaratibu mzuri ambao mmejiwekea wa kuisimamia hii mitambo. Pamoja na kwamba ndoto yetu kubwa sana tunatamani nyumbani kwanza, kwa maana ya kwamba mitambo hii ihudumie barabara za nyumbani, lakini ninaamini mmetengeneza muundo mzuri ili kuwezesha sasa, kwa sababu mitambo hii imepata kutokana na mapato ya ndani, na yenyewe muweze kukodisha ili iweze kuwaingizia kipato ambacho kitakwenda kusaidia sasa kuleta manufaa mengine hapo baadaye kwa vitu vingine ambavyo mtajipangia kutokana na hela inayopatikana hapa. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kuweka utaratibu mzuri, kwa kuweka mikakati mizuri ambayo imetufanikishia sisi leo hii wilaya ya Kyela tumeweza kununua mitambo hii. Kwa hiyo sambamba na hilo pia tunaishukuru pia serikali kwa kutuwezesha sisi pia kupata gari la zimamoto. Gari hili tulilipokea nadhani wiki kama 2-3 zilizopita, na tukaona ni vyema wakati tumeletewa leo hii, tuko viongozi wote wa serikali na wachama mpo hapa. Kwa ni jambo la heri pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kutupatia ule mtambo wa kuzimia moto. Sio tu gari, bali ni mtambo, kwa sababu gari hilo ni la kisasa, linazima moto kwa njia za kisasa kabisa. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa sababu mtambo huu unagharimu zaidi ya bilioni 1.5. Kwa hiyo ni gari zuri la kisasa ambalo linakwenda kutatua changamoto za wananchi pili wanapokutana na majanga ya moto. Ukiangalia kwamba sisi tupo mpakani na tunakutana na majanga mengi sana, unakuta ya magari ya zimamoto, magari ya mafuta mara nyingi yanawaka moto. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kupata gari hili la sasa. Naamini zile changamoto ya moto au ya majanga ya moto ambayo tutakutana nayo, ametupa mtambo wa kisasa wa kukabiliana nayo. Kwa hiyo hivi vyote ni kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na serikali nzima ya awamu ya 6, na sisi viongozi ambao tuko hapa tunakwenda kutekeleza ile azma.